Tukiachana na hayo, kinara wa ODM Raila Odinga sasa anadai kuwa Rais William Ruto ndiye aliyemtafuta ili kutia sahihi makubaliano ya ushirikiano kati ya vyama vyote viwili na wala sio yeye ambaye aliyetoka na kumtafuta. Akizungumza kwenye hafla ya mazishi katika kaunti ya Kiambu kule, Raila vile alikosoa ile bima ya afya ya SHA akisema kwamba bado haijawekwa misingi vyema. Wakati huo akisema kwamba pia katika yale matozo ya nyumba zile za bei nafuu ziko katika gharama ya juu zaidi kwa mwananchi wa kawaida. Siku chache baada ya kinara wa ODM Raila Odinga kuingia kwenye makubaliano na Rais William Ruto, Raila Odinga amejitokeza kutetea hatua yake, akijitetea kwamba hajawasaliti wa Kenya. Akihudhuria mazishi huko Kiambu, Odinga ameonekana kujibu upinzani na haswa kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka ambaye amedai Odinga aliwasaliti, huku akidai kuwa ni Rais William Ruto aliyemtafuta ila si yeye aliyejipendekeza. Watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto amekuja kwangu. Mimi nimesema mimi nibaki, msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi mpaka zalivyo mpaka sasa, mimi ninakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Nilikuwa nasema natakwenda kwa AU. Nikasema nikichaguliwa kule sawa sawa. Nikichaguliwa Bilbila ni sawa sawa, maana tuko na nyumbani. Sababu amerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Si ndio? Sasa nataka nihame niende Bondo, nikae Bondo. Kwa upande mwingine, Odinga pia asema Wakenya wana matatizo sihaba na kwamba bima ya afya ya SHA imekosa kutatua matatizo ya afya kwa Wakenya. Mambo ya matibabu iko na shida. Hii mambo ya SHA haifanyi kazi. Mpaka irekebishwe, si ndio irekebishwe? Sivyo? Hii mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana. Hata hii nyumba hizi mpaka irekebishwe, sio? Hawezi kurekebisha kama unakaa kando. Kulingana na Raila, ni vyema kuwa ndani kuleta suluhu badala ya kuwa nje kukashifu tu. Wakati huo kinara huyo wa ODM amesema kuwa usuhuba wake na Rais Ruto si wa uchaguzi wa mwaka 2027. Tumesema maneno ambayo ziko swala nyeti zimebaki pale mpaka litatuliwe. Lakini haviwezi kutatuliwa kama watu hawajakuja pamoja kuongea. Uchaguzi itakuja mwaka 2027. Hapo wananchi wataamua wenyewe. Lakini kutoka hapa mpaka pale hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Daniel Kariuki, KTN. Taarifa zaidi utaipata